Bila shaka unaelewa juu ya mashambulizi makali ambayo yamefanywa na Israel pale Iran, mashambulizi ambayo yamelenga maeneo ambayo kuna ule urutubishaji wa uranium pamoja na maeneo ambayo yamekuwa yakitolewa mafunzo ya utengenezaji wa vinu vya nyuklia, au tunaweza kusema maeneo yaliyokuwa targeted ni maeneo ambayo yanahusiana na masuala mazima ya nyuklia. By the way, imekuwa ni story kubwa sana leo duniani, na dunia haikuacha kulipa jambo hilo kipaumbele kwa sababu ya ukubwa wake, kwa sababu unapozungumzia Iran unazungumzia taifa ambalo lina nguvu pia katika ule ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa Iran yenyewe imetangaza kwamba italipiza kisasi dhidi ya Israel hivi karibuni, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa kwamba Tehran tayari imepanga mpango wa kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani, drone, ambazo pia ni ndege zitakazotumika kwa ajili ya kujitoa mhanga dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, Tehran bado haijajibu mashambulizi ambayo yanaendelea kutoka Israel, lakini wanatarajiwa kufanya hivyo muda sio mrefu. Chanzo kingine cha habari kinasema kwamba kutafanyika mashambulizi katika kipindi kifupi kijacho ambalo lina uhusiano na mashambulizi ambayo yamefanywa, ambapo kwa mujibu wa taarifa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC pia kimekanusha kwamba Israel au Tehran tayari kimekanusha kwamba tayari Tehran imerusha takriban ndege 100 za kujitoa mhanga, ambapo inadaiwa nyingi kati ya hizo ziliangushwa na ndege za kijeshi za Israel kabla ya kufika mpakani. Ifahamike jeshi la Israel lilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran mapema leo Ijumaa tarehe 13 mwezi wa 6, wakilenga miundombinu ya nyuklia ya taifa hilo, ikiwemo kituo cha kurutubisha uranium ambacho kinafahamika kama Natanz pamoja na kambi za kijeshi. Operation hiyo imepewa jina la Rising Lion, ambayo ni operation iliyofanyika siku nzima kwa mashambulizi ya anga kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya kule Iran. Shambulizi hili limesababisha vifo vya maafisa waandamizi wa Iran RIP, akiwemo kamanda wa IRGC Hossein Salam pamoja na naibu mkuu wa majeshi General Gholam Ali Rashid. Pia inaripotiwa kwamba makamanda waandamizi wa jeshi la anga la Iran wameuawa baada ya kushambuliwa wakati wakiwa kwenye kikao chao. Takriban wanasayansi 6 ambao ni wanasayansi wanaohusika na masuala ya nyuklia ambao wana hadhi kubwa pia wanadaiwa kuuawa katika mashambulizi haya. Hili ni moja kati ya shambulizi gumu sana ambalo limefanywa na hawa watu wa pale Israel, na tumeona mashambulizi haya yanakuja baada ya duru 5 za mazungumzo kati ya Marekani na Iran kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kushindwa kuzaa matunda. Duru ya 6 ya mazungumzo bado ilikuwa imepangwa kufanyika mjini Oman siku ya Jumapili, ambayo inatarajiwa kuwa tarehe 15. Iran imesema italipiza kisasi. Sasa unafahamu, baada ya kutokea kwa mashambulizi hayo, mtakumbuka back then nimewahi kuzungumza nikasema uwezo wa Israel kuishambulia Iran moja kwa moja hawana. Israel wanaweza wakaishambulia Iran kwa kuipitia Marekani. Marekani lazima atoe kibali kwamba fanya mashambulizi, na hapo ndipo ambapo Israel inaweza ikafanya mashambulizi. Na mnaelewa kwamba moja kati ya viongozi ambao dunia ni lazima imuone kama kiongozi ambaye ana maono makubwa sana pamoja na Ayatollah Khamenei. Baada ya kufanya mashambulizi katika eneo hili la vinu vya nyuklia au sehemu ambazo wanarudisha uranium pamoja na miundombinu ya nyuklia, tafsiri ya hili kwa haraka haraka ni kwamba Israel, Marekani pamoja na nchi wanachama ambazo zinaiunga mkono Israel zinatamani sana kuona Ayatollah Khamenei anajibu mashambulizi hayo, kama atatumia silaha za nyuklia au atatumia silaha za kawaida. Na kama akitumia silaha za nyuklia, tafsiri yake ni kwamba hizo nchi zitakuwa zimefahamu kwamba Iran ni ukweli ana silaha za nyuklia, kwa sababu matamshi ya Iran mara nyingi amekuwa akisema kwamba sisi tunafanya mikakati tu ya kumiliki silaha za nyuklia au kurutubisha hii uranium ambayo inatumika kutengeneza silaha za nyuklia kwa ajili ya ulinzi wetu sisi wenyewe na sio kwa ajili ya kupambana na mtu yeyote. Lakini bado kuna taarifa nyingine zimekuwa zikizungumza kwamba Iran anamiliki silaha za nyuklia. Kwa hiyo ili uweze kumjua adui yako kwamba ana silaha ambayo unadhani anayo, ni lazima umpige ili ajaribu kukupiga kwa silaha ambayo ulikuwa unafikiria anayo, ili mwisho wa siku ujue kwamba huyo mtu anayo hiyo silaha. Kwa nini tunasema Marekani ndio ambaye ni mhusika mkuu katika eneo hili? Nitawapa kauli ambayo imetolewa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Kwanza, baada tu ya yale mashambulizi ya Iran, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema anakaa kikao cha dharura na viongozi wa kule Marekani kujadili juu ya hicho ambacho kimefanywa na hiyo Israel. Baadaye Rais wa Marekani Bwana Donald Trump akatoa taarifa akisema ni wao wa Marekani ndio wameipa ruhusa Israel kufanya mashambulizi dhidi ya Iran.
Sasa hili linaunga mkono hoja yetu ya msingi ambayo tulizungumza kwamba si Israel ambao wamefanya mashambulizi, bali ni Marekani ndio ambao wamefanya mashambulizi. Rais alisema maneno haya wa Marekani: "Niliipa Irani nafasi baada ya nafasi ili kufikia makubaliano. Niliwaambia kwa maneno makali kabisa, fanyeni tu, lakini haijalishi walijitahidi kiasi gani, haijalishi walikaribia mafanikio kwa viwango gani, lakini hawakuweza kulifanikisha jambo hili. Niliwaonya kwamba kile kitakachotokea kitakuwa ni kibaya zaidi ya chochote walichowahi kujua, walichotarajia au walichoambiwa. Niliwaeleza kuwa Marekani inatengeneza vifaa bora na hatari zaidi vya kijeshi duniani kwa mbali, na kwamba Israel inamiliki sehemu kubwa ya vifaa hivyo na vingine vingi vinaendelea kuwasili, na zaidi ya yote wanajua jinsi ya kuvitumia." Baadhi ya viongozi wakali wa Iran walizungumza kwa ujasiri, lakini hawakuwa na ufahamu wa kilichokuwa kinawajia. Wote sasa wamefariki na hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Tayari tumeshuhudia vifo vingi na uharibifu mkubwa, lakini bado kwa muda wa kukomesha umwagaji huu wa damu kabla ya mashambulizi mengine yaliyopangwa ambayo yatakuwa ya kikatili zaidi kutekelezwa, Iran ni lazima ikubali kufikia makubaliano sasa, kabla kila kitu hakijateketea kabisa na kuokoa kile kilichokuwa kikiitwa dola ya kifalme ya Uajemi. Hakuna haja ya vifo zaidi, hakuna haja ya maangamizi zaidi. Fanyeni tu kabla ya kuchelewa. Mungu awabariki nyote. Mnaona kabisa kwamba Marekani ndio ambao wanaipiga Iran kwa mgongo wa Israel. Mnafahamu Israel inatumika kama watchdog wa Mashariki ya Kati ambayo inatumiwa na Marekani. Marekani ameweka vinu vingi sana vya nyuklia ambavyo vipo pale katika ukanda wa Mashariki, na nyie mnafahamu kabisa kwamba Israel imekuwa ikitumika kwa ajili ya inachunguza yale mataifa yote yaliyopo Ulaya ya Mashariki. Sasa mtu ambaye ni threat sana kwa Marekani ni huyo Muiran ambaye yeye anatengeneza silaha za nyuklia, na juzi hapo mmeona amesema Urusi anataka atengeneze vinu vya nyuklia 8 ambavyo tavisimika pale nchini Iran. Sasa swali la msingi ambalo linakuja, tunaona ndio Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imesema kwamba Jerusalem ya Magharibi wamekiuka katiba ya Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, ambapo Urusi imelaani vikali mashambulizi ya anga ambayo yamefanywa na Israel dhidi ya Iran, wakisema kwamba operesheni hiyo inaweza kusababisha mzozo mkubwa na wa hatari katika eneo lote la Mashariki ya Kati, ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imesema kwamba mashambulizi hayo ni uvunjaji wa katiba ya Umoja wa Mataifa pamoja na sheria za kimataifa. Mashambulizi haya ambayo yamefanywa na jeshi la ulinzi la Israel mapema Ijumaa yalilenga vituo vya kijeshi pamoja na nyuklia vya Iran. Sasa mnaweza mkaona kauli ambazo zinazungumzwa na Urusi ni kama kauli nyepesi sana ambazo zinatia mashaka kidogo kwamba Urusi wanaunga mkono kilichofanywa na Marekani, au Urusi wanataka kuzungumza nini kuhusu kuisaidia hiyo Iran. Je, Urusi watakuwa tayari kuingia kwenye mgogoro mwingine, mgogoro mkali zaidi ambao utakuwa ni mgogoro wa nyuklia? Kwa sababu kama wameshambuliwa kwenye eneo la nyuklia, tafsiri yao ni kwamba na wao ni lazima watafute eneo la kutarget ambalo linaweza likawa lina hizo silaha za nyuklia. Lakini all in all, tumeona Urusi wamesema kwamba mashambulizi ambayo yamefanyika wakati kikao cha bodi ya magavana ya shirika la kimataifa la nishati za atomic IAEA, na kabla duru nyingine ya mazungumzo ya nyuklia, ambao wanasema hii inaashiria kwamba hizi ni dharau za hali ya juu. Wanasema juhudi za kimataifa ambazo zimepatikana kwa taabu ili kupunguza mvutano na kutafuta suluhu zinatoa majibu kwa mashaka kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani kwa matumizi ya amani zimevurugwa na kurudishwa nyuma. Tahadhari zimetolewa mara kwa mara kuhusu hatari ya vitendo vya kijeshi vinavyotishia uthabiti na usalama wa eneo hili. Uwajibikaji wenye matokeo kutokana na uchokozi huu uko mikononi mwa uongozi wa Israel. Hii ni kauli ambayo imezungumza na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ambapo pia wanasema hawaoni kama kutakuwa kuna suluhisho lolote ile la kijeshi katika jambo hili, kwa sababu kilichoshambuliwa ni maeneo ambayo yana silaha za nyuklia. Tukaona hilo shirika la nishati ya atomic la Iran, wao wamesema kwamba mashambulizi ambayo yamefanywa ni mashambulizi mabaya sana. Sasa nataka niwaeleze nini hapa. Nataka niwaeleze kwamba tunaweza tukashuhudia mgogoro mkubwa sana duniani, na huu mgogoro unaweza kuwa ni mgogoro wa silaha za nyuklia endapo mambo mawili yatafanyika. Kama Urusi ataamua kukunjua makucha kumsaidia Muirani ambaye Irani alijitoa muhanga kuisaidia Urusi katika swala zima la zile silaha aina ya drone au zile kamikaze ambazo zimekuwa zikitumika katika maeneo mbalimbali ya pale Urusi kufanya mashambulizi nchini Ukraine, silaha ambazo zimeonyesha mafanikio ya viwango vya hali ya juu sana. Sasa je, Urusi watakubali kwenda kuisapoti hiyo Irani? Watakubali kumsapoti Ayatollah Ali Khamenei?
au Urusi wao wataendelea kubaki kujirudisha nyuma ili wapambane na mgogoro wao. Kama Urusi wakikubali kuingia kichwa wakakubali kwenda kuisaidia Iran, maana yake ni kwamba Marekani, kwa sababu amesha declare kwamba anamsaidia Israel, tafsiri yake ni kwamba sasa vitakwenda kupigana vita ambavyo vitakuwa vita ni vikubwa zaidi. Lakini tahadhari iliyopo ni kwamba lazima tukubaliane, mzungu ni mzungu tu. Yeye kitu chochote ambacho anakifanya ni mtu ambaye huwa anatafuta fursa. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi tuone kile ambacho kimezungumzwa au kitakachozungumzwa na viongozi wengine, lakini majibu yatakayotolewa na Iran baada ya mashambulizi haya makubwa ambayo yamesababisha maafa makubwa sana pale nchini Iran. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.